Watanzania, habari za saizi tena. Msinichoke, manake vita inakaribia mwisho. Vita inakaribia mwisho, Watanzania msinichoke. Nimekuja na mambo mawili leo. La kwanza ni Mafwele na ndugu yake huyu aliyeitwa na mwalimu wake wa chuo kikuu Yesu mwenye wai ndogo. Hao vijana mnawatuma waende wakazunguke na kufuatilia mama yangu na ndugu zangu. It's well and good. Wanapata posho ya serikali, wanapata mshahara wa serikali ambazo ni kodi za wananchi. Baada ya kulinda watu, wanakuwa wanawinda watu. Ni washauri hao vijana wapangieni kazi zingine, wakafanye mambo mengine ya tija kuliko kufuatilia familia ya mama yangu. Jana in the middle of the night mlienda kufanya nini kwa mama yangu? Mnataka nini? Hili linasikitisha sana. Mnataka kucreate fear kwenye familia. Mnataka tuogope. We have nothing to fear, brother. Hakuna cha kuogopa. Cha pili, sikutaka kumzungumzia udogo. Sikutaka kabisa. Kwa sababu sikutaka kabisa. Lakini niseme tu, Bwana Duli, sio unaitwa Duli, sio Abduli, salamu zako zimenifikia. Na Bwana Duli, nikwambie kitu kimoja, Abduli, nikwambie kitu kimoja. Siku nyingine kabla hujatuma salamu, uliza CV yangu. Uliza tu, nataka utafiti kidogo, uliza tu. Kwa sababu wewe unaishi familia kimalkia. Hujui the struggle ya watu masikini. Hujui shida za Watanzania. Young boy, you better shut up. Na upate hekima kidogo, ukasaidie familia yako.